la asasi za kiraia kwa vyombo vya habari kuhusu mwenendo wa tume ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Tumetoa kauli mbiu inayosema tume iache danadana, Watanzania wanahitaji uwajibikaji. Kwa utangulizi au usuli, juzi Aprili 7 mwaka 2026, Watanzania kwa mara nyingine tena wameshuhudia tume ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 ikitangaza kuongezewa muda wa siku 21 ili kukamilisha jukumu kuu la kuchunguza matukio ya mauaji ya Oktoba 29 mwaka 2025. Hata baada ya siku hiyo ikiongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Othman Chande, tume kwa kuzingatia sheria ya tume ya uchunguzi sura 32 iliteuliwa Novemba 18 kisha kutangazwa hadharani Novemba 2025 ilipokabidhiwa jukumu la kuchunguza ndani ya siku 90 mauaji na vurugu zilizotokea wakati wa uchaguzi mkuu mwaka 2025. Siku 90 zilikamilika Februari 2026 bila tume kuwasilisha ripoti kwa umma. Badala yake ilitangaza kuwa ilikuwa imeongezewa muda wa siku 42 zilizohitimishwa Aprili 3, 2026. Juzi tena Aprili 3, tume ilikaa kimya hadi usiku wa kuamkia Aprili 7. Raia wa Tanzania walipoona tangazo la tume kuongezewa muda zaidi kwa mara nyingine siku 21 tena, ambayo itakuwa mpaka Aprili 24, 2026. Kwa hiyo kazi iliyopaswa kufanywa na wajumbe 8 kwa siku 90 itafanyika kwa siku 153. Huu sisi asasi za kiraia tunasema ni uzembe, kukosa ufanisi na tume kutowajibika ipasavyo. Wadau wanaona kuwa kinachoitwa madhumuni na sababu za kuongeza muda: A, kuiwezesha tume kukamilisha uchambuzi wa ushahidi, taarifa na maoni yaliyopokelewa; B, kutoa fursa kwa wataalamu wa uchunguzi wa kisayansi kufanyia kazi baadhi ya vielelezo vipya vilivyowasilishwa; C, kuiwezesha tume kukamilisha maandalizi ya ripoti itakayowasilishwa kwa Mheshimiwa Rais; na D, kutoa fursa kwa tume kuandaa tafsiri ya ripoti kuwa ni visingizio tu visivyokuwa na uhalisia. Langu ni Rosemary Mwakitwange. Mimi ni mtetezi wa haki za binadamu, mwandishi wa habari, lakini pia ni mojawapo wa wapeleka maombi kwenye shauri la kuipinga tume tunayozungumzia leo wakati ilipoundwa Mahakama Kuu. Na hapa ni mmojawapo wa wadau waanzilishi wa platform hii kwa ajili ya sauti za Watanzania kwa kupitia matangazo mbalimbali. Tujue kwamba ni mzigo kwetu sisi walipa kodi na Watanzania na taifa zima. Kwa mfano, awali Februari 2026 tume ilidai kuongeza muda wa kutoa ripoti kwa sababu wadau watoa taarifa waliongezeka. Na kwa bahati mbaya hatujaweka namna yoyote accountability ya ufuatiliaji, kwa sababu vyombo vya habari nyie mlitolewa mwanzoni tu tume ilipoanza shughuli zake. Hamna ruhusa ya kuingia. Kwa sisi kama Watanzania hatuna namna ya collaborate kujua kama hichi kinachosema ni kweli ama si kweli. Na nirudie tena Watanzania wenzangu, tumeanza kuona sasa kwamba kumbe kuongezeka kwa wateja inakuwa ni tatizo. Tuliona kwenye mwendo kasi, tuliambiwa inakufa kwa sababu wateja ni wengi. Sasa tunaona kwamba tume inashindwa kufanya kazi yake na kumaliza kwa wakati kama project kwa sababu wadau ni wengi. Hata hivyo, katika hali ya kushangaza, kwenye tangazo lilochapishwa tena kwenye gazeti la serikali namba NSSN 0856/0323 la Aprili 4 mwaka huu, tume inarudia tena sababu zile zile kwamba pamoja na mengineyo tume iliendelea kupokea maoni na taarifa zaidi. Kwa sababu hiyo basi tume inahitaji muda zaidi. Ndugu wa Tanzania, ni kwa bahati mbaya sana kwamba kwa tume yenye hadhi kama hii, tume ya Mheshimiwa Chande, mambo kama haya ikiwemo taarifa kutolewa tume inapotaka, taarifa kutokutolewa kwa wakati, hata ya kusema kwamba
tume labda imeongeza muda ama imeahirishwa ama ripoti iko wapi, ni swala linaloonyesha kutokujali na kutokuwajibika kwa wananchi. Kwa hiyo ripoti atakuwa itosheleze, iwe na utoshelezi huo iweze kusaidia haya yatokee. Wanaokuja kuchunguza, kwa mfano najua kwamba wanakuja kuchunguza watu wa Commonwealth kuanzia tarehe 8 jana. Commonwealth wako hapa, sijui waandishi habari kama mnajua, wako hapa, watakutana na wadau kwa wiki 2. Mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Commonwealth, rais wa Malawi wa zamani Lazarus Chikwera, ana timu yake yuko hapa nafanya kazi ya uchunguzi. Sasa kama angekuwa na ripoti iko tayari, maana yake wangeitumia hiyo ripoti ikawasaidia kujua kilichotokea na pengine wakajazia yale ambao wamepata taarifa kutoka kwa wadau wengine. Kwa hiyo tunatarajia ripoti hii ikize haja hiyo. Tume imeongezwa muda kwanza kwa sababu 4 ambazo ziko hadharani, na sababu zile zimetangazwa kwenye gazeti la serikali. Sababu 4, moja, ushahidi mwingi unaendelea kuja. 2, ushauri wa kitaalam ambayo tumeuomba na wataalamu wa sayansi wanatupa. 3, kuchambua kwa kina ushahidi mwingi ambao tumepata. Na 3 ni kuhakikisha kwamba ripoti yetu ikitoka inatoka na tafsiri ya Kiingereza, inatoka kwa lugha 2 kwa mpigo.